Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafasi tutaenda kusoma kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi. Tutasoma tu kitabu cha Warumi mahali pale, ndipo Mungu atusaidie zaidi na akatutenda mema. Kitabu cha Warumi 9 mstari wa 13 tutasoma hadi mstari wa 16. Biblia inasema kwamba sote kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Kuendelea, tuseme nini basi? Kuona udhalimu kwa Mungu? Hasha. Kuendelea, inasema ni 15, maana nawaambia Musa nitamrehemu yeye nimrehemuye, nitamhurumia yeye anihurumiaye. 16 mwisho, basi kama ni hivyo, si katika uweza wa yule atakaye wala kwa yule apikaye mbio, bali wa yule arimuye, yani Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma neno la Mungu kitabu cha Warumi 9 mstari wa 13 hadi 16 yanatupa mwangaza wa kujua kwa undani. Ukisoma 13 inasema kwamba kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba amempenda Yakobo lakini amemchukia Esau. Kwa sababu gani? Kuna vitu katika maisha ya mwanadamu, unapotembea katika mambo ya kiroho, unapata kuona kile Bwana anayeachilia juu ya maisha yako. Na unapotazama katika kiungo kiroho, utaone kwamba kwa nini wakampenda Yakobo na wakamchukia Esau. Kwa sababu unapoona mahali pale, kuna mengi katika maisha ya mwanadamu. Wakati mwingi anapokaa, jua ya kwamba kuna nafasi mtu wa Mungu anaweza kuwa amejitolea, na amejitolea kwa ajili ya kuwa mwaminifu kwa baba wake aliye hai. Jua ya kwamba ukimwona Yakobo alipendwa kwa sababu ni mtu aliyekuwa katika hali ya utiifu, ni mtu aliyekuwa katika hali za uaminifu. Na unapoona mahali pale, alipendwa kwa sababu ya ukweli iliyokuwa ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Esau akachukiwa kwa sababu ya mambo yaliyokuweko juu ya maisha yake. Kwa sababu Esau alijitakia mwenyewe kukaa katika shina ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nafasi mengine unapokaa mtu wa Mungu, yahitajika uwe mtu unayekaa katika njia ya kujitakia mazuri. Amen. Usitake kujitakia mabaya, jifundishe kujitakia mazuri. Yakobo alikuwa anajitakia mazuri, na vile alipokuwa anajitakia mazuri kila wakati, ni mtu aliyekuwa mwaminifu. Ndiposa alipojitakia mazuri, Mungu akaachilia neema ya kwake kuwa na baraka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Esau alikuwa anajitakia mabaya. Kwa sababu gani? Esau akajitakia mabaya. Bila alipoishi njaa, yeye hakuona urithi wa kuwa mzaliwa wa kwanza ni kitu. Alijitakia mabaya, ndiposa akapenda akauza urithi wake wa kwanza kwa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapoona mahali pale, unapata kuona kwa undani na unapata kuwa na ufahamu kile Mungu anayetenda kwa ule Mkristo anayejitakia mazuri. Hata kama kuna shida, hata kama kuna vita vikali, hata kama kuna magumu na kutana naye, endelea kujitakia mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mwepesi wa kuvunjika na kukata moyo, kukata tamaa. Amen. Kwa sababu gani? Unapokata tamaa, shetani huleta roho ya kushindwa. Na wakati shetani hulipa na roho ya kushindwa, anakuongoza katika njia ya kukaa kuwa matendo
unapokuwa na ujasiri, utaona ya kwamba na Mungu atazidi kukushindia vile alipobariki na alipomwinua Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba imani yako ndiyo itakaye kupatia kila unahitaji. Amen. Ukisoma mstari wa 14 inasema nini? Tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu? Asha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapokaa mtu wa Mungu, jua ya kwamba unaweza fika mahali ukadhani kuna udhalimu kwa Mungu kwa sababu ya machungu unayopitia. Unaweza fika mahali ukaona kwamba sitaweza kujiwezesha tena kuendelea kwa maisha, lakini Mungu anatuwazia sisi mazuri. Wewe unapokuwa mtu wa kujitakia mazuri, jua ya kwamba utaona baraka kutoka kwa Baba wetu, kwa sababu anatuwazia mazuri. Hakuna udhalimu kwa Mungu. Amen. Kuna amani na mafanikio wakati unapoinuka asubuhi, unapoitabiria siku, unapoitabiria siku na damu ya Yesu, jua ya kwamba unaona urejesho, unaona upako wa Mungu kuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Jifundishe kuwa na ibada ya asubuhi, jifundishe kuwa na ibada ya saa 9. Wakati unapojifundisha na kuwa na msimamo, jua ya kwamba na Mungu ataachilia neema juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mchawi anainuka na vita vyake, hata kama mganga anainuka na vita vyake, unaponena damu ya Yesu na unapokuwa mwaminifu, naye Mungu ataachilia ushindi ndani mwako na utayashinda vita. Haleluya.